Mtazamaji wa Biomedia, jina langu ni Official Rose, mhabarishaji katika channel yako pendwa kabisa ya Biomedia. Kama bado hujasubscribe, karibu sana. Hapa unapata habari mbalimbali, habari za kijamii, siasa, burudani, habari za udaku. Leo tutaangazia taarifa ambako Mange ametoboa siri, amefunguka mazito kesi ya Niffer, awajibu maadui zake Niffer. Anazidi kuwa maarufu tu. Haya, huyu ni mwanaharakati katika mitandao ya kijamii ambaye anafahamika kwa jina la Mange Kimambi. Anaibua tena gumzo mitandaoni mara tu baada ya kuwajibu wale wote ambao wamekuwa kimtukana kwamba amewaponza wenzie hapa Tanzania, mara tu baada ya kuhamasisha kwamba waandamane ilivyokuwa tarehe 29 mwezi Oktoba, maandamano ambayo yalisababisha uharibifu wa mali ya umma, lakini pia wengi kuungwa kwa kesi ya uhaini kuchochea maandamano, ambapo walimsikiliza Mange. Sasa kesi ya wengine kusamehewa, kesi mbalimbali, watu mbalimbali wameweza kusamehewa, lakini bidada Niffer amejikuta bado anasotea rumande. Wengi walibua gumzo kwa kusema kuwa Mange kamponza. So siku ya jana Mange amewajibu wadau kwa kumtetea Niffer na kujitoa kwamba yeye ndo kamponza. Badala yake Mange alidai kuwa katika upepo mzito wa kesi ya uhaini aliyokutana nayo Niffer, watu wengi wanadhani upepo huo utaangusha kabisa jina lake, lakini kinyume chake nadhani itakuwa kama chachu ya kumjenga tena upya na nguvu mpya katika nyanja za umaarufu na ushawishi. Leo jina la Niffer linatajwa zaidi kuliko ilivyowahi kutokea. Vyombo vya habari, mitandao ya kijamii na majukwaa ya mijadala vimegeuka kwa sehemu ya kumzungumzia, huku watu wengi wakiona kama ni mwathirika mkubwa katika harakati za mpambanaji wa haki kwa Watanganyika. Kwa upande wangu, nadhani kesi hii inazidi kumpatia jina na nguvu katika siasa na mitandao na mambo mengine, kama wafuasi wapya, huruma na sapoti kubwa kutoka kwa vijana, taswira ya mtu mwenye msimamo mkali. Na katika dunia ile changamoto mara nyingi hutengeneza mashujaa wapya. So, endapo Niffer atasimama imara, kesi hii inaweza kuwa sehemu muhimu sana ya safari yake kutoka kwenye dhoruba kali hadi kuwa mfano wa uthubutu na ujasiri. Siku zote wahenga husema majaribu hujenga hadithi na hadithi hujenga jina kuwa kubwa. Alimaliza kuongea mwanadada Mange Kimambi kupitia kipande cha video clip ambacho kimesambaa kwa sana mitandaoni mara tu baada ya kusema kukaa kimya bila kuzungumza chochote kuhusiana na swala zima la bidada Niffer. Nini maoni yako mtazamaji katika hili, wewe ambao unaendelea kufuatilia Biomedia? Unadhani pengine Mange yupo sahihi katika hili, kuwa kupitia hii kesi basi Niffer amekuwa maarufu au imemchafulia tu? Tuandikie maoni yako kupitia comment section. Hope umeweza kuenjoy mwanzo mpaka tamati. Habari ni nyingi kweli kweli. Endelea kusalia nasi kwa kugusa subscribe ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa nyinginezo ambazo tutakuwa tunakujia hapa katika channel yako pendwa ya Biomedia.